Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Ninaomba nitakase na unitumie, maana mimi ni chombo. Uonekane mwanzo na mwisho wa neno hili katika jina la Yesu Kristo. Baba, utamaraki na uonekane kwa sababu unastahili. Najua Shetani hapendi neno likihubiriwa, lakini maandiko inasema neno lazima litaendelea mbele. Na kila roho inainuka kupinga ishindwe. Kiwa ni ya uchawi ishindwe. Kiwa ni ya uganga ishindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Ikiwa ni namba 666 ishindwe. Naomba Mungu mwenye rehema tamaraki na utawala katika roho mwanzo na mwisho wa neno hili. Naomba nikauone wema na mkono wako, na waliofungwa wafunguliwe, utukufu kurudie, Roho Mtakatifu atawale katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati. Ambia mwenzako ni wakati wa neno, lakini sio wakati wa maneno. Amen. Neno la leo linatoka Mwanzo 19:1 kuendelea. Tutasoma mpaka mstari wa 11. Nitasoma. Maandiko inasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Ruth alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Ruth akawaona, akaondoka, akaenda kuwaraki, akainama kifudifudi. Akasema, bwana zangu, karibuni, na wasi muingie nyumbani mwa nyumba ya mtumwa wenu, mukale, mukanawe miguu yenu, hata asubuhi mukaondoke na mapema mukaende senu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kuja. Akawasihi sana, nao wakacha, wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapigia mikate isiyotiwa chachu, nao wakala. Hata kabla hawachalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaisunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamuita Ruth, wakamwambia, wako wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwalete kwetu hili tuweze kuwajua kimwili. Ruth akawatoa mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajachua mwanaume. Nawasihi niwatoe kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ili watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakasema, mtu huyu amekuja kukaa kwetu kama mgeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana Ruth, wakakaribia waufunje mlango. 10. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakawamwingiza Ruth kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakashindwa kupata mlango. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema watu wa Sodoma hawakupewa nafasi ya kutubu. Walienda tu kuangamizwa. Hawakupewa nini? Nafasi ya kutubu. Lakini mtu mmoja aliyekuwa pale Sodoma, jina yake Ruth, yeye aliwatambua. Yeye aliwakaribisha. Yeye akajiokoa nafsi yake na nyumba yake. Kwa sababu alitambua watumishi
Unajua kuna wengi wako kanisani lakini kutambua watumishi ni ngumu, hata wale wanaowahubiria. Lakini huyu Ruth yeye akatambua ya kwamba sasa imefika wakati Sodoma inachomwa kwa sababu ya uovu. Kuna uovu mwingine, ikifika kelele, Mungu anakuja na magonjwa na kuondoa mtu. Mungu anakuja na njia nyingine na kuondoa mtu, maana amekuwa mkatili, amekataa kutubu. Ndiposa maandiko imesema katika mji wa Sodoma na Gomora watu walikunywa na kufanya anasa zote, userati na tabia zingine mbovu, mpaka Mungu akaachilia mji ule. Maandiko imesema akatuma malaika wawili waharibu mji wote wa Sodoma, lakini Ruth akawatambua. Bwana Yesu asifiwe. Ruth peke yake ndiye aliwatambua hawa ni watumishi, hawa wamekuja kuharibu mji. Na walipoambiwa karibu nyumbani walikataa. Kwa nini walikataa? Biblia imesema akawasurutiza, akawaongeleza sana mpaka wakakubali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aliongea sana na wala kwa nini hawakuenda haraka? Kuna kipindi kingine huwezi kubaliana na kila kitu, lazima upeane muda ujue hawa ni akina nani kiroho, huyu ninaenda kwake ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Walipotambua ni mtu wa ukweli, walimwambia haya basi tuende. Biblia imesema akawafanyia karamu, wakakula na wakakunywa mikate isiyotiwa chachu. Ilipofika usiku, watu wa mji, maana Ruth vile vile alikuwa mgeni mji ule, maandiko imesema walipoenda pale walitaka kujua wale wapelelezi, wale watu waliokuja kwa Ruth ni akina nani. Bwana Yesu apewe sifa. Walipoenda mahali pale walitaka kutenda maovu, kuwatendea wale watumishi maovu, lakini Ruth aliwatetea. Tumpigie Yesu makofi. Lakini Ruth hakukubali, akasema ana binti wawili hawajachua mume bado, abatali apeane hao, maana wale walisema watolewe ili wawachue kimwili. Lakini alikataa. Ni nani anaweza kupeana nafsi yake kwa sababu ya watumishi wa Mungu? Ni nani? Yeye mwenyewe alikataa. Bwana Yesu asifiwe. Na wale malaika walipoona amekataa, wale watu maandiko imesema walitaka kufunja mlango ili wawatoe ndani. Wakati Ruth alikataa, wakasema ili tukufanyie mabaya zaidi kusinda wale. Mabaya zaidi kusinda wale watu wawili. Ruth alipiganiwa. Haleluya. Ruth alipiganiwa kwa sababu alionekana ni mwenye haki machoni pa Bwana. Haleluya. Alionekana ni mwenye haki. Leo hii adui watakapo kuinukia, iwe ni kazini, adui watakapo kuinukia, iwe ni kwa ndoa yako, nani atakaye kutetea? Ni kitu kipi umefanya kizuri Mungu anaweza ona akuokoe, kama vile Ruth alipookolewa pamoja na nyumba yake kule Sodoma ilipochomwa na kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Katika mji ule kulikuwa na watu wengi, lakini Ruth ndio peke yake alionekana. Leo hii ninapohubiri, ni kitu gani Mungu ataona kwako ili akukomboe wewe pamoja na nyumba yako? Ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Yeye kwa kukaribisha wale watumishi malaika alipata favor, alipata neema, alipata kibali wakati mji unachomeka. Yeye Ruth Mungu akamkumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma kwenda chini, maandiko yanasema akawaambia, najua mnakuja kuharibu mji, lakini mniachie alama. Haleluya. Kwa nyumba yake waliweka alama ya uaminifu, ili wanapokuja kuchoma wachue pale hatutagusa, kuna mtu wetu. Haleluya. Pale hatutagusa, maana yule ni mteule, alitukaribisha. Haijalishi Ruth alikuwa ni mtu wa aina gani,
Lakini kwa ukaribisha wale malaika, Mungu alifurahi. Malaika wakaanza kumtetea dakika ile, na ndio maana maandiko imesema wale maadui, vijana kwa wazee, watu wote wa mji walipokuja kupigana naye walikuwa watu wengi, lakini hawakumshinda. Maana walio upande wa Rutu walikuwa na nguvu kushinda walio upande wa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu, kitu gani Mungu ataona akukumbuke? Tunaposoma maandiko inasema Nuhu alikumbukwa pamoja na nyumba yake, alikuwa mwema. Alipoonywa achenge safina alitii. Wengine leo ukiwaonya we ni murogi, badilika. Taenda hapa kwa kona anza kutuma text aseme senior nionea, ni uongo. Kule mbele akienda akiparara ndiye anaanza kuuliza, siku hizi senior yako hapa chini? Chini ni wapi? Kama ni kugeuka ni sasa. This is the right time. Usije ukasema kwamba ati umekuasika wakati umeonywa. Kama ni userati, kuna wale waliyefanya na walikufa. Maandiko yamesema mji ilichomwa, iliisa kwa sababu ya huo uovu. Walikula kuona kuolewa, wakasahau hakumweka Mungu mbele yao. Biblia imesema uovu ukapanda juu, Mungu akakasirika akasema mji wa Sodoma na Gomora utaisa. Ukisoma uende chini maandiko yanasema lakini mkeo Ruthu akiwa nyuma ya mmeo, musike hiyo. Lakini mkeo Ruthu akiwa nyuma ya mmeo aliangalia nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliangalia nyuma. Waliambiwa sasa toka mbio, hakuna kuangalia wapi? Nyuma, mwokoe Rose. Lakini yeye mke wake akaangalia wapi? Lakini Ruthu akafanya nini? Akajiokoa yeye. Yeye ameombea nyumba yake baraka. Lakini mke alienda akaangalia nyuma akakauka. Sasa leo kuna wale wamekauka na wako kanisani. Na wamekauka. Kwa nini wamekauka? Kwa sababu wameangalia nyuma. Kumbuka kila mtu ana misiri yake. Mahali Mungu alikutoa ni wapi? Na mbona leo unaangalia huko? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akawaambia toka Sodoma na akiza kiberiti, na anatamani kwa uofu, anatamani kuchungulia kule, na Bwana amesema endelea mbele. Toka katika nchi hiyo. Leo naonywa toka katika uharibifu. Alafu naongea vibaya kuhusu mitume, kuhusu makuhani, kuhusu manabii, unakataa, unageuka. Ndio maana umekauka. Wengine wamekauka, hawaendi mbele, wamekwama kwa sababu walikataa kutii. Tii na umwambie Mungu, mimi ni mwenye dhambi, ninatubu leo, naomba Mungu nikumbuke. Msalabani mwisi mmoja alimwambia Yesu, unikumbuke. Just one word. Yeye hakuenda mambo mengi. Yule mwisi mwingine, maana alipambwa na wawili, yeye akiwa katikati. Yule mmoja akasema, uliokoa watu, kafanya miujiza, fanya moja hapa juu msalabani tuone. Kwa kiburi, na anasahau kwamba yeye pia ako na msumari. Lakini mwenye busara, mwenye hekima, mwenye anajua kutubu, mwenye anajua yeye ni mwizi, akamkemea mwenzake na akasema, sisi tuko hapa kwa makosa yetu. Ni nani leo anakubali makosa? Wengine lazima wakasukumwe. Wengine wakasukumwe na roho, wengine wakasukumwe na manabii ndio wakubali makosa yao. Lakini yeye akasema bila kuenda shortcut, sisi ni wenye dhambi. Unajua yale tumetenda. Sasa leo unaongea vibaya. Akageuka akasema, mimi naomba Yesu unikumbuke. Hiyo nene ikamgusa Yesu. Paka akamwambia, leo tutakuwa pamoja nawe peponi. Leo. Kwa hivyo kuna nguvu
katika msamaha. Kuna nguvu sana. Lakini ni vile watu wamekataa kutubu. Na walipokataa kutubu huko Sodoma, mji kama Sodoma, sasa mhubiri angetakikana huko. Ukienda kuhubiri wanaona wewe pengine unataka sadaka. Hawezi kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali ifike kiwango moyo wako uinuke baada ya kubarikiwa na uliingia hapo umeparara, Mungu amekuinua. Utaisa. Usikubali hiyo, utaisa. Maandiko yamesema aliisa. Yeye ametolewa na yali anaangalia nyuma. Wofu ule Mungu alikataa. Ni kitu gani leo kinakufanya unaangalia nyuma? Kama ni usherati kataa. Kama ni uchawi kataa. Kama ni vitina kataa. Mwambie Sodoma na Misri tena hapana. Ninaenda mbele katika jina la Yesu. Mimi ninaendelea mbele katika jina la Yesu. Utakapofanya hivyo ndio utabarikiwa. Hata Rutu hakukumbuka mke wake ako wapi. Alienda na ujumbe moja. Tuliambiwa tusitazame nyuma, twende mbele. Yeye alipogeuka na kuangalia nyuma akakauka. Kwa hivyo chunga imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe alisema mwenye anayetaka kumfuata apepe msalaba wake na amfuate. Inaweza kuwezekana bwana wako amekataa ama mke wako amekataa. Neno ni moja hapa. Wenye imani ndio watabarikiwa. Wenye imani ndio watainuliwa. Ayubu kama angeangalia mke wake angeanguka. Kwa hivyo na wewe chunga imani, angalia mbele. Kuna vikwazo mingi inatokea wakati Mungu ameshatamka baraka. Lakini usiangalie vikwazo. Licha ya hiyo vitina na vikwazo mingi, mbele ya hiyo vikwazo kunaye Mungu ambaye habadiliki. Leo inawezekana wanaweza kukucheka kwa sababu Mungu wako anakuja na anakuja kukuinua. Na hata sio kukuinua tu, anakuinua double. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja kukuinua. Ambia mwenzako Mungu anakuja kukuinua. Mwambie tena Mungu anakuja kukuinua. Mwambie tena Mungu anakuja kukuinua. Muulize kwa sababu sasa kuna yule aliangalia nyuma. Wewe ni kitu gani inakufanya unaangalia nyuma? Bwana Yesu asifiwe. Si kama ni usherati kataa. Nakumbuka vile ulikuwa mzuri zamani. Unaambia Mungu ukinitoa hapa kwa hika nyumba kadogo ninanyesewa, kanisani nitaingia saa 2 kamili, nikichelewa 8:30. Hata kanisa nitaosa. Hata nitasema vizuri juu ya wachungaji. Unaonaje sasa? Unasema vizuri kunihusu mimi. Unasema nikufe haraka nikuondoke. Mimi niko hapa. Na siko peke yangu. Mungu ndiye ameniweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ruth aliangalia mbele. Na wewe angalia mbele katika jina la Yesu. Unajua sasa ndio vikwazo vitakuja mingi. Kuna wale watakuja na vikwazo mingi. Inyi ndio mtengeneza pipeline ni pesa ngapi? Ni kukukwasa tu, si ati ajui mahali unaendanga, ni kukukwasa. Mwingine akufuata siku hizi nguo zako unanunua Gikomba, tunaweza enda na mimi ninunue kidogo. Mkifika huko anunui. Anaanza kujifanya pesa yangu imepotea ile nilikuwa nayo. Unaweza kunikopa kidogo nitakurudishia. Sasa hiyo kunikuenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo ni kikwazo ama si kikwazo? Hiyo ni kikwazo ama si kikwazo? Inawezekana hata mahali unaishi unalipa nyumba vizuri. Lakini kiataka aseme tunaona kama hii mwezi utaama na hujakosa. Tunaona utaama. Msianze kujipiana hapa mtakosana. Rudi kwa nyumba uombe ulize Mungu nimekosea wapi. Mnanielewa? Rudi kwa nyumba ulize Mungu nimekosea wapi. Haleluya. Mnanielewa?
urudi ulize aje. Omba na umwambie Mungu, wewe ndio jibu langu. Nimekosea wapi? Hii ni vikwazo tu. Bwana Yesu ainuliwe. Kikwazo hiki, yule aliyetamani kuangalia Sodoma tena aliisa. Alikauka. Alikufa. Mambo yake iliisa. Kuna biashara ya watu imekufa kwa kuangalia nyuma. Mungu akisaa sema enda mbele, enda mbele. Mungu anakupenda na kupigania. Maana maandiko imesema Rutu alipiganiwa. Yeye alijaribu kufunga mlango mwenyewe, lakini wale malaika wakapigana vita. Biblia imesema wakanyosa nini? Mkono. Wakaruhusia wale watu upofu, wakashindwa kuona mlango. Walikuwa wanatafuta mlango iko wapi? Kumbe wanarudi sokoni, hawaoni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe wale wanakutafuta hawatakuona. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema vizuri, wakatafuta mlango wakachoka, hawakuona mlango. Kuna wale wanatafuta biashara yako uisi kama ujui, lakini wataitafuta, watachoka. Katika jina la Yesu watachoka. Katika jina la Yesu watachoka. Kuna wale wanataka kuharibu ndoa yako, katika jina la Yesu hawataweza. Mungu atakupigania. Ambia mwenzako Mungu atakupigania. Kwani uko na stress? Uniona wala hawana stress. Wala leo umekasirika. Sasa nikuulize, ukikasirika hapa, tafurahi ukiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema furahia katika Bwana. Tena anasema siku zote furahia. Unajua dunia tuko sio kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Dunia tuko sio kwetu. Kuna wengine unaweza pita wapanga maneno ya kukukwasa, lakini usiwaangalie. Soya kusema vikwazo ishindwe na Shetani ashindwe, na wewe uendelee mbele. Hata wewe ukikwasika utajifungia baraka. Maana maandiko imesema hapa vizuri, yeye Ruth aliendelea mbele. Na mimi nataka kukuombea leo, uendelee mbele. Tena uendelee mbele. Katika jina la Yesu uendelee mbele. Saa hii ndio watatumana kwa kukwasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitaomba watatawanyika. Katika jina la Yesu hawataelewana. Ambia mwenzako hawataelewana. Mwambie wachawi hawataelewana. Wenye vitina hawataelewana. Katika jina la Yesu hawataelewana. Mungu atawachanganya. Na Mungu atawapiga. Na hawatakuona tena. Mwambie tena hawatakuona tena. Mwambie tena hawatakuona. Mwambie tena hawatakuona. Mwambie wataona giza. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda mbele sana, nikaulize swali moja. Uliza mwenzako, uko tayari kuuliza swali? Na utajibu. Muulize utajibu. Aya, sasa muulize ni kitu gani kidogo, si ni aseme kikubwa kadogo, kala kanafanya unaangalia huko nyuma. Si kueleza hapa pole pole tukubaliane. Si unaona kako? Hebu nione mkono kwa wale wako very sure kuna kitu kanafanya huko nyuma bado naangalia. Tunataka tuelewane. Si mimi naongea vizuri? Maana sitaki maombi ikupite. Weka mkono chini kwanza tukubaliane. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Petro aliambiwa na Yesu, leo utanikana mara ngapi? Baada ya jogoo kuwika. Akasema tutakuwa na wewe hata kwa kifungo. Alimkataza. Na Petro alifikiri ni story. Wakati aliambiwa wewe unatembea kama mwanafunzi, hata wewe ni mmoja wa, alikataa. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, jogoo. Jogoo akafanya nini? Sasa kama leo utaki
hiyo kwa kitu kana kufanya unaangalia kule kaondolewe, hata wewe choo anaweza wika. Mnaelewa maana ya chogo? Mnaelewa? Maana ya chogo ni kumaanisha, si unajua Petro alimtanganya kwamba tutaenda kifungoni pamoja, lakini Yesu akamkataza, akamwambia sikuoni kwa kifungo na nitanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumaanisha kile kilifichwa kitafichuliwa. Na niwaulize, wewe unasemanga uishi pipeline, uliishi huko Kahama. Unisikize vizuri. Uliishi huko samani ukaama. Una relative kwa kwenu huko. Unaishi kwingine. Lakini ukosi huko. Unatafuta nini? Mnanielewa? Unatafuta huko nini? Hiyo ni kuangalia wapi? Nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Mungu akikataa mahali, amekataa. Bwana Yesu apewe sifa. Akikataa mahali, amekataa. Na wewe mwenyewe ukiambiwa hiki kitu Mungu amekataa, sikiliza. Sababu yeye Rutu aliombea familia yake baraka vizuri. Ni kama vile watoto wako unaanza waita na uwaambie wacha hii njia, fuata hii, mbarikiwe. Wengine wakakubali, wengine wakatae. Wala watakubali, watabarikiwa. Wala watasumbua, watakuja kuosea wengine magari. Maana wale wengine watabarikiwa kwa maana wa kutii. Kwa hivyo watatembea na baraka ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwingine mwenye kusumbua mzazi atatembea na laana ya mzazi yenye ina baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo Mungu wetu anawapareti. Wewe umekiri wokovu. Nasema nitatembea na Yesu. Kuwe usiku, kuwe mchana, kuwe niko na kazi, kuwe sina, nasema Yesu ni Bwana. Lakini si unaona uligeuka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni jinsi gani ilivyo vyema wakati mtu mwenyewe anakubali kutubu dhambi na makosa yake na kusema Mungu, hapa ni mimi nilitenda na sasa ninaomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua mwingine atakwambia ameokoka anajua kanisa. Paka anadanganya unajua kasini hatuchalipo msahara. Lakini kule kwingine gasi na nyumba imelipwa, lakini ya kwake imesima. Inasemekana akisa makaa mdosi alienda majuu acharudi. Akisa makaa, lakini ile ya jirani imechaswa. Hapa baraka itaingia? Hiyo ni kuangalia nyuma ama ni mbele? Sio, ni kuangalia nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mwenye kutubu ndio Mungu anataka. Mwenye kutubu ndio Mungu anataka. Unaposoma maandiko inasema ndio Musa atumwe. Aliambiwa toa kiatu. Ni kiatu? Si kiatu. Aliambiwa tubu ni kutume. Maana ile vita iko mbele, utaweza. Na usipotubu roho hataingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akajiandaa akatubu, na yeye mwenyewe akasema, akaficha uso akasema, sitaweza kuangalia wapi? Kule mbele, maana ni Mungu mwenyewe nimekutana naye, nienda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Ukisikia unaambiwa tubu na kuasika, kuna karo sio mzuri. Wewe mwenyewe unajua. Sasa leo unaonaje? Tunasauliana. Ni maandiko. Isaia 1 inasema njoo tusemezane, asema Bwana. Njoo tusemezane, asema Bwana. Haleluya. Tena tunasema asema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo hiyo mambo ya kurudi kule, hiyo mambo ya kuongelea watumishi na wachungaji kwa nyumba yako, unajitia laana.
mpaka watoto wanatembea na wanaenda hivyo. Ukitaka kufaulu kwa hii dunia, usisengenye chief. Ambia mwenzako chief. Mahali watoto wanasikia, huyo ni kiongozi. Amotaka kuongea, kwani mmechoka? Usijaribu kusengenya hata mwalimu mahali watoto wanasikia, maana bado wako shuleni. Watafikiria kwa akili yao walimu wote ni kama ni wapaya. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto vile umleavyo ndivyo akwavyo. Usijaribu kusengenya kiongozi wa dini, wa kanisa, mahali watoto wako, maana watakuwa na hiyo spirit. Watafika mahali wasema, tulisikia Martha akisema ule mtumishi ni mbaya. Mambo mengine ongea tu pole pole kama watoto wamelala. Nyinyi watu wasima, na hata nyinyi watu wasima kuna mipaka. Msitoe mambo ya kanisa mpeleke nyumbani. Kwanza kusema, yule mchungaji ameparara. Ule kiongozi wa kwaya sio mtu mzuri. Wewe ni mzuri na hata hujui kuimba. Usifikiri kuongoza watu ni rahisi. Hata kuimba ni kujitolea, ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo semina ukipeleka kwako umeanguka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna wengine wamekosa mafanikio. Bwana Yesu ainuliwe. Yeye akaongea vizuri, akawa mkaribisaji. Sasa ukifungua biashara uongea vile unataka, mtu ataamua atembee mbali, aenda anunue mbali, mahali watu wanajua kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilialikwa mahali niombe kwa nyumba ya mtu. Samani sile, kabla sijawacha kutembea vile Roho aliniagiza. Kuna mahali nilifika, chakula kapikwa ikaletwa. Mama mwenye nyumba alipoombea ile chakula akasema hivi, lakini muniwie radi. Mnasikia hiyo lugha? Lakini naomba muniwie radi. Hiyo chakula ni kama iliungua kidogo kwa umbali. Naomba msamaha. Haleluya. Sasa unasikia hiyo power. Naomba hata kama imeungua utakula tu, ukiona msamaha utakula tu. Maana ameongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwingine ukijaribu kumuuliza hii harufu ni kama iliungua, mkule ama kama mtaki muachana naye. Utakubali kurudi kwa hiyo nyumba? Na maombi ile utaomba hapa Mungu atasikia. Imeanza na fujo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana Waswahili wakasema maneno matamu yalimtoa nyoka pangoni. Kwa hivyo na Mungu huwezi kuomba vile nataka. Unasimama unasema, Mungu kama unibariki, wacha nikufe saa hii, si ukufe basi. Lazima uwe na approach. Lazima ujue vile utaenda mbele za Mungu, mwambie Baba yangu, wewe ndio mwenye rehema na huruma nyingi. Najua nimekosea, ninaomba msamaha. Wakati unasoma maandiko inasema ndio Mungu atumane kule Misri kwa Farao, akomboe wana wa Israeli. Waliomba sio mchezo, mpaka walilia machozi. Waliomba sio mchezo. Wacha hiyo naomba juu, ukiangalia mwingine mara unasikia kama simu inalia. You are not serious. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wakaomba wakasema, tunaomba Mungu wa uzima utuondoe katika utumwa huu. Wakamaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Basi yale maombi waliomba ikamugusa Mungu, akasema na Musa. Hakusema na Waisraeli. Usome maandiko vizuri. Hakusema na Waisraeli, lakini aliona machozi ya Waisraeli. Akasema mwenyewe, nimeona watu wangu wanateseka kule Misri, na nimeona kilio, nimesikia kilio, na nimeona machozi yao, na kutuma ili uwakomboe, na kutuma. Kwa sababu waliomba wakamaanisha. Ile maombi waliomba haikuwa mchezo. Kuna maombi mengine unaweza omba kama yule hataomba tena. Sio hii unaomba kidogo, roho nyingine inakupeleka kwa account vile uko na mangondo. Nyingine ukiomba kidogo inakupeleka hivi.
Hii si maombi, ni sarakasi wewe iko nayo. Ngine ukiomba kidogo unakumbuka mahali mliachia mjengo. Hii mambo yote kuachana naye. Ukiingia hapa, ambia Mungu nisafishe mwili, roho na mawazo. Nitulie hapa. What if ukiendelea kufikiria hivyo, parapanda ilie. Utasema leo nilivaa uniform ya kwaya, nipe ruhusa niende nifae vizuri ndio tuende. Maandiko yanasema utachukuliwa vile ulivyo siku ya parapanda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo ndio Musa atumwe. Wale waliomba, wakatubu, wakamaanisha maombi. Kuna watu mateso imekataa kutoka kwao kwa sababu ya mikutano wamefanya katika nyumba zao, kuwachochea na kuwasengenya watumishi na kuharibu kanisa. Mungu akatoa mkono kwao, akawaacha watembee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wamekataa kubarikiwa kwa sababu wanasonga mbele kidogo, alafu wanachungulia kwa usharati mahali walitoka. Wanachungulia kwa ulevi mahali Mungu aliwatoa. Wanachungulia kwa urogi mahali Mungu aliwatoa. Lazima umwambie Mungu, fitina haiendi sembamba na wale wamekubali Bwana Yesu. Haleluya. Leo kuna watu wanakuchukia, si kwamba wewe ni mbaya, lakini ni vile walipewa habari mbaya juu yako, wakaamini huyu Mama Grace ni mbaya, wakaamini huyu Kemunto ni mbaya, wakaamini. Usiamini kila mambo unaambiwa. Take your own time. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msichana alikuwa anataka kuolewa mahali, lakini sister yake akaenda akaharibu. Akasema unamwona huyu, hii ni Saitani. Ni wa kwetu. Ni mimi namjua. Alafu akasema avatari yeye. Yule kijana naona alikuwa mjinga, angesema nyinyi wote mpote. Na hakuchukua muda aombe, ajue yeye amemkaribia ni Saitani ama ni mtu mzuri. Nataka niombe Mungu hapa, ili Mungu akupe connection, upatane na watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu mnakutana na yeye mkiachana, amekupea maneno mpaka unasikia machozi nakuja peke yake, huyo waachana na yeye. Usikubali kutembea na yeye. Tembea na mtu mwenye kukuambia mambo mazuri, hata kama unaumbwa tumbo, hata kama yeye sio pastor. Anakuambia usijali utapona, na yeye sio pastor. Mnanielewa? Anakupa neno la tumaini. Lakini sio yule wa kuambia hata fulani tumbo ile muuma hivi alifaulu kweli. Alifaulu. Ujue mtu wa aina hiyo ni mbaya, ni pepe. Bwana Yesu asifiwe. Vile mtoto wako ameitwa shule kubwa hivi, wewe na ni mtu akiparua unaonaje? Badala akupe moyo na mawaida vile utafaulu, anakufunja moyo. Huyo mwambie hata nilikuwa naenda mahali naona nachelewa. Mnaachana. Biblia inasema jitenge na wao, toka kati yao ili ubarikiwe. Kuna wengine hata walisoma vizuri, hawafanyi hizo kazi, wanafanya zingine kwa sababu waliongea mipango yao kwa watu wabaya wenye kuangalia nyuma. Leo wafunguliwe katika jina la Yesu, waendee baraka zao. Ambia mwenzako uende baraka yako. Mwambie nimekuombea uende baraka yako. Si umwambie tena. Na ubarikiwe. Wala walikuzuia washindwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona vile Rutu alilindwa vizuri kwa sababu ya kuamua. Leo tunataka tugeuze maombi. Mungu amukai watu wakugeuza maombi. Mnakaa hivi hivi kama mmesikia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikianza kuomba hapa sikumbuki kitu. Hata akija saa hii aseme tuende, tunaenda tu. Ukiomba unakumbuka chapo. Hebu nione kwa mfano wale walipiga chapo asubuhi. Si kwa basi, chapo ni chakula wewe. Ilibaki home. Wameogopa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiomba hapo unakumbuka chapo inapoa.
inapoa. Wacha tuombe shetani apoe yule anakutesa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chapo si umekula siku mingi. Hiyo ni nyongeza tu, achana naye. Omba na umwambie Mungu. Kama ungekuta, sisi kama mzee kanisa anakumbuka hiyo. Tulikuwa samani na ndugu mmoja Mruya. Alikuwa anatoka Kibira. Tukiwa na kanisa huko kwa Leli. Kwa kutubu nilimfundisha na akasika. Yeye akiingia kanisani anaingia kwa kona. Anaomba. Suti yote inakuwa maji. Kitambo watu waingie utamkuta amelala mahali chini. Hata kusimama hawezi. Alikuwa anatubu sio mchezo na kuomba. Sasa naye shetani akamtumania. Delila akakuja. Sio wakati unaomba sana lazima tena unaomba unakuwa careful. Ni nani anakaribia? Nikamwambia huyu amekuja karibu usikaribiane na yeye sana. Kaniambia nitamleta kwako mkaue. Alikuwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Ule Delila ndiye alimtega, alitumika na watu wa kwao, akamwekea sumu akammalizia. Na nilimkataza, nilimwambia chunga hii mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile maombi nataka tuombe, itabidi yaani shetani na wafuasi wake waanze kuitana mkutano wa dharura. Kwanza kuulizana imekuaje? 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 Huyu hakusoma ametoa mali wapi? Imekuaje? Imekuaje? Mwambie mwenzako Mungu atatumana. Mwambie Mungu ndiye atatumana. Na atakuinua. Na wale walikutarau kwamba hukusoma watafanya kazi kwa ofisi yako. Si useme vizuri wewe, watafanya kazi. Wewe ndio utawaandika. Mgeni akitembea kwako kama iko chakula ulipika, chakula hilo na isimu na ipigango kwa nyumba kila siku. Na si wageni, tuseme watu wa kanisa, wachungaji. Na vile wachungaji hawakuli sugumu, unaona. Unaweza peana hiyo kuku. Unaweza kuambia karibu nyumbani kwangu. Hebu nione wanaweza fanya hivi. Si wote. Ukiona hiyo roho ya wivu na uchoyo inakutawala, uko mbali na baraka. Hiyo ndio ukweli. Lakini yeye alisema karibu kwa dari yangu, munawe miguu yenu, mtoe fumbi, niwafanyie karamu, mukule na murare muende asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kile chakula kimoja kiliokoa maisha yake na nyumba yake. Lakini mke akaangalia nyuma. Sasa wale wanataka kuenda mbele, lakini kuna kakitu kadogo, si kupenda kwako, ni kakitu kana kuonyesha huko. Ni wangapi? Wengine wanasema tena rudia. Mimi nitarudia tu bora uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuenda mbele, kuna mahali Mungu alikutoa. Hiyo tunaita Misri, nyumba ya utumwa. Kuna wale walitolewa kwa ulevi, kwa userati, kwa wifu, kwa fitina, kwa uchawi. Kwa ufupi, kila mtu ana Misri yake, mahali alitoka. Lakini kidogo wewe umeokoka, lakini tena baki tu Misri kidogo, baki tu Kanani. Kanani ni hapa. Mnanielewa? Kanisa kidogo, Misri. Aya, zamani ulipenda uganga ama ulitoka kwa hiyo familia ya uganga. Lakini kanisa inapoiso unasema tena nitafute kale kakitu. Hiyo ndio tunaita baki tu Misri again. Na hiyo Mungu amekataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kati ya hivi yote nimetaja, ni gani unafika mahali tena na kufuta, unasikia unarudi huko Misri na ulitoka? Nirudia tena. Ni wangapi sasa? Bwana Yesu asifiwe.
Jipigie makofi wale umeinua mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yamesema aliangalia nyuma, aliendelea na safari, aliisa. Sasa basi, naona hiyo kuangalia nyuma kwa usharati, kwa uchawi na ulevi. Usiku mwingine ni mlevi, mchana Bwana Yesu. Mnanielewa? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ni kutubu na kumwambia Mungu bila kwenda shortcut. Unajua ni kitu gani inakufanya uangalie nyuma? Huyu aliambiwa endelea mbele, anarudi anatamani Misri. Kuna Waisraeli pia walipofika mahali walinungunika, wakamnungunikia mtumishi wa Mungu wakisema, kwa nini ulitutoa mahali tulikuwa tunakula nini? Nyama, vitu ya free, kitu ya kula think twice. Sasa tunakuja kufa jangwani. Naye Mungu akasema, Musa akasema sio mimi. Mungu alisema tunaenda nchi ya ahadi. Bwana Yesu apewe sifa. Wao walikuwa wakikosa kitu kidogo wananungunika. Badala kwa muulize mtumishi tufanyaje? Tunasikia kiu, iko wapi maji? Mungu anamwambia gonga mwamba wakunywe maji. Maandiko yanasema wengi wao Mungu kwa Waisraeli hakupendezwa na wao. Wengi wao Mungu hakupendezwa na wao, wakaangamia kwa sababu ya kunungunika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote kinafanya wewe uangalie nyuma, Mungu anataka akiondoe, akutakase leo katika jina la Yesu. Unajua wakati hiyo friction iko, wakati hiyo kitu ya samani hiyo ya Misri inataka iondolewe, usifikiri ni rahisi. Ni vita. Kwa maana ako kana kurudisha nyuma, akataki ubarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ako kana kufanya uangalie nyuma, akataki ubarikiwe. Lakini hiyo roho ya kukufunja moyo na ya kukufanya uangalie nyuma, katika jina la Yesu iondolewe. Na wale wote wanakupiga vita maadui, una makosa na wao, waone giza katika jina la Yesu. Wakutafute wasikuone tena, na Mungu wa mbinguni akupiganie katika jina la Yesu. Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Mungu akupiganie, waone giza wanapokutafuta. Biblia imesema walitafuta mlango wakachoka, paka wale malaika wakapitia mlango mwingine wakaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamwambia rudi, tumekuachia alama, tutarudi tena. Tulikuja kukagua tutaingilia lakini tutarudi tena. Kwa hivyo nataka sasa usikie uchumbe. Kuna wale waliofunga wakasema hutaolewa. Kuna wale waliofunga wakasema hutaolewa. Utaolewa katika jina la Yesu. Kuna wale waliosema hutaoa. Utaoa katika jina la Yesu. Kuna wale waliosema hutapata kazi. Utapata kazi nzuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wako hapa na wako na nyota ya biashara. Na wako na nyota. Hapo niona wale wanafanya biashara. Kuna wale wako hapa wako na hiyo nyota. Iende iongezeke katika jina la Yesu. Uuse paka usangae katika jina la Yesu. Uuse paka usangae katika jina la Yesu. Umeamini utauza paka usangae, paka wachawi wajiongereza. Jipigie makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kila roho inakurudisha nyuma, Mungu na iondoe katika jina la Yesu. Akupe nguvu mpya, uendelee mbele. Uendelee mbele. Ambia mwenzako uendelee mbele. Mwambie tena uendelee mbele. Mwambie tena uendelee mbele. Simama ukimwambia uendelee mbele. Mwambie tena uendelee mbele. Katika jina la Yesu uendelee mbele. Tunarudisha ile roho isije kukufuata tena, ndio upate baraka katika jina la Yesu. Ndio uinuliwe katika jina la Yesu. Ndio uendelee mbele kama Ruth katika jina la Yesu.
Mungu akupe neema, Mungu akuinue. Roho ya kukufanya ukauke, Mungu aiondoe. Mungu afanye nini? Mungu afanye nini? Mungu aondoe hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Baratarabosika radoradai. Nakushukuru Mungu wa uzima, Baba wa milele, mwenye neema na rehema. Ni wewe Mungu, unastahili. Baba unastahili. Mungu wa Yakobo unastahili. Umewaona wale wote wameinua mikono kwamba wanatamani kuendelea mbele, lakini kuna roho mbaya inawarudisha huko Misri tena. Naomba wanapoenda kutubu na kulilia roho yao, kila mmoja umukumbuke, maana hiyo mkono imekuwa ishara kwamba kuna machuto, kuna mateso wanapitia, lakini wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye huruma, mwenye kusamea dhambi na makosa. Ni wewe Jehova Mungu. Vile ulimkumbuka Ruth, najua leo utamkumbuka mtu katika jina la Yesu. Yule amepigwa, ameona amefika mwisho, unaenda kupiga hao maadui, watamutafuta na watamupata. Naomba nikigeuza maombi leo, upige waganga, upige wachawi, upige wenye wifu, upige wenye vitina. Sema wapiwe katika jina la Yesu, wapiwe. Bori tarabosika radoradai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Utukuzwe Mungu wa rehema, utukuzwe Mungu wa Yakobo. Wewe ni mwenye rehema. Parata saidare kaira dini. Naomba Mungu wa uzima uwatakaze, kwa sababu yeye ni Mungu. Sema Mungu wa mbinguni, nisamehe dhambi na makosa. Ninatamani kuendelea mbele kwa safari ya uokovu, lakini niko na roho inarudisha mimi nyuma. Ninakataa hiyo roho. Kuanzia leo uniondolee, na mahali nimekosea kwa kurudi nyuma, Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Katika jina la Yesu nisamehe. Mtumishi wako amenifanyia upatanisho na nimeamini umenisamehe. Na sasa ninakataa kila roho mbaya ya kunirudisha nyuma. Tunairudisha sasa Baba, katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, naomba utakasa wapendwa kila roho ya kuwarudisha nyuma, ili wasije wakabarikiwa. Ikiwa ni ya vitino uondolee, ikiwa ni ya uganga uondolee, ikiwa ni ya uchawi uondolee, ikiwa ni ya ukoo uondolee, ikiwa ni ya damu ya ukoo uondolee, ikiwa ni madhabahu ya ukoo uondolee, ikiwa ni laana za ukoo uondolee, ikiwa ni usharati uondolee. Sasa kila roho inawarudisha nyuma Baba, na ikataa katika jina la Yesu. Jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kataa hiyo roho Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho ya kurudisha nyuma, kiwa ni ya usharati Baba, iondolewe. Kiwa ni ya uganga Baba, iondolewe. Kiwa ni ya machini Baba, iondolewe. Kiwa ni ya wakalimani Baba, iondolewe. Kiwa ni ya uchawi Baba, iondolewe. Tunakataa hiyo roho Baba, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi Baba, hiyo roho ya uganga Baba, wale wamenaswa na hiyo roho Baba, iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi na uganga, hiyo roho ya Illuminati Baba, tunaiondoa. Hiyo roho ya kurudisha watu nyuma, hiyo roho ya backsliding, hiyo roho ya backsliding tunakataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho yenye kupinga uokovu iondolewe, iondolewe. Roho ya kupinga uokovu, roho ya usharati, roho ya uganga iondolewe katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Hiyo roho ya ukoo iondolewe, hiyo roho ya ukoo iondolewe, iondolewe,
iondolewe. Hiyo roho ya uchawi iliyopinga baraka yako, iliyopinga biashara yako, iliyopinga kazi yako, iondolewe katika jina la Yesu. Ndio taenda kuzimu leo, utaenda katika jina la Yesu. Muondokea olewe, muondokea oe, muondokea pata kazi kubwa, muondokea biashara yake inuke, muondokea sasa na kuamuru. Lazima utatii, lazima utatii wewe, lazima utatii katika jina la Yesu. Hauna mamlaka, toka mbele yake, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu na kuondoa mbele yake sasa. Umekuwa kizuizi, umekuwa kizuizi wewe, roho ya uchawi, umekuwa kizuizi. Leo nakuja kukung'oa na kung'oa na kung'oa sasa, na kung'oa sasa. Yes, 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 na kung'oa. Ndio hiyo, ndio hiyo sasa, ndio hiyo inang'olewa. Roho ya uchawi, pepe ya uchawi, you are powerless. Uende kuzimu. Roho ya uchawi hauna mamlaka juu yake, hauna mamlaka katika jina la Yesu, hauna mamlaka tena, hauna. Achiria, achiria yeye, achiria, achiria. Ndio hiyo, achiria yeye, achiria katika jina la Yesu, jina la Yesu, achiria roho ya uchawi na kung'oa katika jina la Yesu, na kung'oa sasa mara ya kwanza, na kung'oa jina la Yesu, na kung'oa roho ya uchawi leo, na kung'oa kutoka ndani yao, na kung'oa katika jina la Yesu. Baba riba rate o riba o Jehova Rabi letere bosaya, na kung'oa leo. Lazima wabarikiwe, lazima ndoa yao ifunguliwe, asema Bwana, asema Bwana. Waliyefungwa na hiyo roho ya uchawi inang'olewa, inang'olewa paka misisi, inang'olewa. Ndio hiyo, inang'olewa. Yes, yes, inang'olewa, inang'olewa. Roho ya uchawi inang'olewa, jina la Yesu, inang'olewa katika jina la Yesu. Kutoka kwa hiyo tumbo na ing'oa, la na ing'oa jina la Yesu, jina la Yesu na ing'oa. Riba ganta saida rabaira din. Sasa hauna nafasi, sasa hauna nafasi, sasa hauna nafasi. Nasema tena, hauna nafasi. Mwache abarikiwe, mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Mwache, mwache abarikiwe, mwache abarikiwe, mwache abarikiwe. Baba riba, baba riba, baba radhi, mwache abarikiwe, mwache abarikiwe. Nang'oa hiyo roho, nang'oa hiyo roho katika jina la Yesu, jina la Yesu. Ing'olewe, ing'olewe roho ya uchawi, na ing'oa leo paka misisi, na ing'oa, na ing'oa jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu inang'olewa, jina la Yesu. Yes, ing'olewe sasa, ing'olewe, ing'olewe, sema ing'olewe, ing'olewe paka misisi, roho ya uchawi ing'olewe. Ndio, 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 ing'olewe, ing'olewe. Lazima wabarikiwe, hauna mamlaka. Rudi kuzimu, roho ya uchawi hauna mamlaka. Kuzimu, rudi na baleseni yako, rudi kuzimu, rudi kuzimu na baleseni yako, rudi kuzimu na kuamuru katika jina la Yesu. Rudi kuzimu, rudi kuzimu, jina la Yesu, rudi kuzimu, rudi kuzimu. Roho ya uchawi letere goria, na kata hiyo kamba yako iliyofunga baraka, letere bosaya hiyo pepo, na ikata leo hiyo kamba, kamba ya uchawi inakatika sasa. Yao kuna kamba yao, Bwana Yesu anaikata kamba, kamba ya uchawi kwa maisha yako inakatika, inakatika. Vita inapiganwa, malaika mkuu kali anapigana, vita ni vikali
jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, la Yesu, la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kila kamba ya uchawi ambayo imenasa maisha yako inaondolewa, inaondolewa katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kata hiyo kamba, jina la Yesu. Kamba ya uchawi inayozuia neema na baraka inakatika, inakatika sasa, inakatika sasa katika jina la Yesu. Kila namba yao ikatike, ikatike sasa katika jina la Yesu. Hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike katika jina la Yesu. Jina, jina la Yesu. Ndio, ndio, ndio. Jina la Yesu, jina la Yesu. Ndio, ndio, jina la Yesu. Rabi, jina la Yesu. Hiyo kamba inakatika, hiyo kamba inakatika. Kuna mwangaza mpya, mwangaza inakuja, mwangaza inakuja. Kuna mwangaza mpya. Bwana ameachilia nuru ya Roho. He! He! Ribai! Nuru ya Roho, nuru ya Roho katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Baba, achilia hiyo nuru, achilia hiyo nuru, achilia hiyo taa kwa wenye imani, kwa wenye imani wapokee neema, neema na baraka mpya imeachiliwa juu, 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 juu. Wenye imani, wenye imani, mwangaza wa Roho, mwangaza wa Roho. Mwache wewe hauna mamlaka, apokea taa, taa ya baraka, taa ya baraka. Nuru ya Yesu imekusukia, imekusukia, inakutakaza sasa, inakuosha. Mahali walichukua hiyo nyota yako, wamelasimishwa, wanarejesa, wanarejesa. Maombi imegeuzwa, wanarejesa, rejesa. Rejesa in the name of Jesus, Jesus, Jesus. Rejesa Baba, rejesa, rejesa Baba, rejesa Rabi, rejesa ya Tom. Yes, yes, rejesa, rejesa katika jina la Yesu, jina la Yesu. Rejesa kwao taa ya neema, taa ya baraka, taa ya ushindi, taa ya kuinuliwa, taa ya kufunguliwa kwa ndoa, taa ya connection. Leterebosaya bori tarabogoria ninge Yesu rebai. Yes, pokea yota. Yes, pokea. Bwana amesema pokea. Bwana Yesu amesema ni yako, pokea. Uinuliwe kwa biashara, uinuliwe kwa ofisi, uinuliwe kwa kampuni, uinuliwe kwa ndoa yako, uinuliwe kwa biashara yako. Asema Bwana, uinuliwe. Ndio, uinuliwe, 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 uinuliwe. Tena nasema uinuliwe. Yes, amesema uinuliwe. Yeye ni Simba wa Yuda, anasema uinuliwe. Pokea kuinuliwa. Amesema uinuliwe, amesema uinuliwe, uende kiwango kingine. Jina la Yesu likuinue, likuinue. Jina la Yesu likuinue. Kila kifungo iondolewe. Upokee taa ya neema, taa ya baraka, taa ya nyota. Kifungo ya uchawi iondolewe, iondolewe. Hiyo kifungo ya uchawi iondolewe. Sema fire, fire, tena fire kwa wachawi wote, fire, moto. Yes, wachomeke, wapiwe. Sema wapiwe, wachawi wote wapiwe. Tumana tena wapiwe katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa.
Imeletwa agano, Biblia ya agano. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Zaburi 9, Zaburi 9. Loloe, loloe. Isaya 61. Balalagai. Isaya 61. Isaya 61. Pokea roho ya neema, roho ya baraka, roho ya kuinuliwa, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Uinuliwe, uinuliwe. Yes, yes, yes. Timisa maandiko. Hori Baba, timisa maandiko. Isaya 61. Wewe ndio umeleta maandiko. Timisa hiyo maandiko katika roho, katika roho, katika roho. Timisa maandiko, timisa Baba, timisa hiyo maandiko, kwamba walio chini wainuliwe, wapokee mafuta, mafuta ya neema, mafuta ya roho, wainuliwe, asema Bwana. Wainuliwe, wainuliwe, wainuliwe. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kila baraka iliyofungwa naomba ifunguliwe. Nimeitabiri ifunguliwe, nimetabiri ifunguliwe katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Yes, 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 yes. Pokea sasa, pokea sasa. Chochote Shetani alikunyang'anya kwa kuangalia nyuma, Mungu ameleta nuru, anataka upokee. Pokea, karibia mbele upokee. Wale walioinua mkono, ni wakati wao wa kupokea hiyo neema. Haleluya, haleluya, haleluya. Neema ya Yesu, neema ya Yesu, neema ni ya Yesu. Yesu ribai. Baba, katika jina la Yesu, wanataka wabarikiwe. Kuna roho mbaya ya kuwarudisha nyuma, ya kuwaonyesha Misri. Naomba leo katika jina la Yesu isiwe na nguvu tena, isiwe na nguvu tena juu ya maisha yao. Ikiwa ni ya usalati, isiwe na nguvu. Ikiwa ni ya uchawi, isiwe na nguvu. Ikiwa ni ya ulevi, isiwe na nguvu tena. Wapate ukombozi, ukombozi wa ukweli. Ikiwa ni ya vitina, ikiwa ni ya backsliding, isiwe na nguvu, isiwe na nguvu. Baba, watawale. Kristo watawale, Kristo watawale, Kristo watawale katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kupitia kwa hii mafuta Baba, uwape neema mpya katika jina la Yesu. Uwape roho ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Uwape alama ya uaminifu katika jina la Yesu. Uwape neema ya Yesu Kristo. Uwape neema katika jina la Yesu. Jina la Yesu, jina la Yesu. Ita hivyo, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ribaganta Bosaya, jina la Yesu. Kuanzia leo naomba utimise maandiko juu yao. Isaya 61. Wapokee neema, wapokee neema, neema ya Roho. Wapokee neema, wapokee hiyo 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 neema, hiyo neema, wapokee neema mpya, wapokee neema, wapokee neema, neema mpya, wapokee salama wa Jesus. Baba mjafu, mwaje abarikiwe, mwaje katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu.
Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Pokea. 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 Mwaje apokee. Na kuamuru. Mwaje apokee. Mwaje. Baba mchafu. Mwaje apokee. Mwaje. Katika jina la Yesu. Mwaje apokee. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena. Jina. 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 Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Nakuja kukutesa wewe. Mwaje. Katika jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. 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 Mwaje apokee. Baba mchafu. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Jina la Yesu. Hiyo roho haina nguvu. Haina mamlaka. Iende kabisa. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Tena. Tena. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Baba mchafu. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Mwaje. Baba mchafu. Nakuja kuharibu ufalme. Ufalme agiza. Katika jina la Yesu. Mwaje apokee. Mwaje apokee. Mwaje. Katika jina la Yesu. Mwaje. Mwaje. Baba virago. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba mchafu. Mwaje apokee. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwaje apokee. Mwaje. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe. Ifunguliwe. Kila neema iliyofungwa iache. Jina la Yesu. Kila neema iliyofungwa achilia. Achilia. Achilia neema yake. Achilia hiyo neema. Achilia. Achilia neema. Achilia. Baba mchafu. Nakuja kuharibu ufalme wa giza. Jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Hapa lazima mtatii. Hakuna kukaa hapa. Ufalme wa giza wote umepomolewa. Kila ufalme wa giza umepomolewa. Umepomolewa ufalme. Umepomolewa ufalme wa giza wote. Ulisabomoka. Katika jina la Yesu. Pokeeni neema hiyo. Pokea neema. Hapa hakuna cha kukaa. Pokea neema hiyo. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Waliofungwa na kunaswa wawe huru. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Sema uhuru wa Yesu. 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 Sema uhuru wa Yesu. 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 Roho ya mateso iende. Iende na isirudi tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwoso kabisa mkuwe safi. Katika jina la Yesu. Ile familia ilikuwa inataka maombi kuja hapa haraka. Wale walisema hapa waombewe. Familia ni wagonjwa. Pokea katika jina la Yesu. Tunaenda mbio, tuko wakati wa neema. Baba, katika jina la Yesu. Wewe ndio una uwezo wa kuondoa magonjwa, kuondoa rahana na vita ya Shetani. Kuanzia leo, hiyo magonjwa iende, hiyo magonjwa iende. Waachilie neema kwa sababu wewe ni Mungu. Nakushukuru Baba, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Watakate na wafungue. Ukumbuke jamii hii
uwafunike kwa uwezo wako, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Maandiko inasema waliowekewa mikono kwa njia zao walifaulu. Kuanzia leo, hii familia ifaulu, hii familia ifaulu, hii familia ifaulu, hii familia ifaulu, na Mungu awainue. Hata nyinyi muinuliwe na Yesu atawale, muinuliwe na Yesu aonekane katika jina la Yesu. Amen. Tupi Yesu makofi. Amen. Ulichelewa. Baba, katika jina la Yesu, naomba neema, naomba baraka juu yake. Mtakase na umkumbuke pamoja na nyumba yake, na kila fungo ya ibilisi uiondoe katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Kama tulikuwa na wewe jana nikakwambia uombee kwa madhabahu, njoo mbio mbio. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Jehova Mungu uletaye amani. Maandiko yanasema katika madhabahu tunabarikiwa, tunainuliwa. Jehova El Shaddai, wewe ni Mungu, uwainue na uwatakase, uwatendee mema, kwa sababu yeye ni mwema. Kila roho ya kuwatesa uiondoe milele katika jina la Yesu. Uwafungulie neema na baraka maishani, na watakasa kupitia kwa hii mafuta. Wapokee neema, wapokee neema, wapokee neema katika jina la Yesu. Wapokee neema, wapokee neema katika jina la Yesu. Wapokee neema. Naomba Mungu mwenye rehema wape neema, wapokee neema, na kila kifungo ya ibilisi kaondoe juu yao. Mtakaze Dorcas anapoingia na kutoka, afanikiwe kwa njia zake. Namwagia mafuta ya kufanikiwa kimasomo na kimaisha duniani na kirohoni. Amen. Naomba Mungu awainue na mubarikiwe. Amen. Barikiwa sana. Haya, tusike matoleo yetu yale tunaweka mbele ya Mungu. Tusike matoleo yale tunaweka mbele ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye rehema, unastahili kuinuliwa. Mwenye kuondoa mateso ni wewe na vita ya Shetani, na mwenye kufungua waliofungwa ni wewe Mungu mwenye mamlaka. Naomba katika jina la Yesu, wamepiga magoti mbele zako kupitia kwa hii mafuta ya upako, wainue Mungu, wape neema. Ndoa mateso na magonjwa kwa ndugu huyu, musimamie, muondolee mateso na magonjwa, na umusamee dhambi na makosa yake. Muponye na umuinue tena katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Mubarikiwe.
nikumbuke